Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kwanza tushukuru, tumesafiri kutoka katika mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati, na sasa tuko ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Maandalizi yanaendelea vizuri na nadhani tuna activation ya jioni leo. Kubwa, tumesafiri na takriban wachezaji 25 na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu, na kubwa tunaangalia ripoti ya daktari kwa siku ya leo jioni. Naamini wote wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Yanga Afrika. Tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Yanga ni timu bora, nikimaanisha yani bench lao la ufundi, na nikimaanisha upana wa kikosi chao. Lakini Fountain Gate pia ni timu ambayo ni kubwa, na yenyewe na mwalimu ambaye chipukizi, na ina wachezaji ambao washakutana na timu ya Yanga katika wakiwa kwenye Fountain Gate na wakiwa katika timu zingine. Kwa hiyo all in all, kama sisi tumejipanga kwa ajili ya kucheza na Yanga kesho na kupata point 3. La kwanza ni kweli Yanga ni timu bora, lakini ni binadamu ambaye anatumika. Wana ubora wao ndani ya uwanja, lakini pia wana udhaifu wao. Kwa hiyo ule ubora wao tutauheshimu kama Yanga, lakini ule udhaifu wao ndio tutakaotumia kupata matokeo kama Fountain Gate. Swali kwa mwalimu. Mwalimu, ukiangalia kikosi chako kinaruhusu mabao katika michezo 9 ambapo tunapata kusaka kwa mabao 4, hasi ya mabao 6. Kikosi cha Yanga Africans kimefunga mabao 9, mchezo mwingine pekee wanacheza kwa mabao 6. Ukiangalia hii assessment na labda neno lako kwa mchezo wa kesho dhidi ya ni kweli tumefungwa magoli ambaye umewaanisha hapo, lakini naamini kila siku sisi tunakuwa bora kadri siku zinapokwenda, na hilo ndio kubwa ambalo tunategemea kuwaonyesha Watanzania au wakazi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na fans wetu wa Fountain Gate. Kama tumebadilika, tunapokutana na timu kubwa kama ile tunakuwa bora katika kulinda na katika kushambulia. Kwa hiyo tukupongeze sana tangu ukitoa kikosi cha Fountain Gate, tumeona mabadiliko makubwa katika kikosi chako. Labda neno ambalo unaweza kuwaahidi mashabiki wa Fountain Gate kuelekea mchezo wa kesho. Nikushukuru kwa swali lako zuri na nipokea hongera yako, lakini ni ya kwetu sote. Unajua tulikotoka, tumetoka mbali. Kila mtu ana support, bila nyie mimi nisingefika hapa ndio. Na niwaambie wana Manyara au washabiki wa Fountain Gate, kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa sana. Tuendelee kushikamana, kuombeana dua. Mwisho wa siku tutafanikiwa kwa pamoja. Nakushukuru sana mwalimu. Sasa naweza kumkaribisha mchezaji. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumesafiri na tumefika salama. Ni kwa neema zake, hata sifa zimrudie. Cha pili, tunasema kama tunajiandaa na mechi ya Yanga vizuri tu, kwa sababu tunafahamu Yanga vizuri kama ni timu nzuri, timu kubwa, timu bora, na tunawaheshimu kwa hiyo. Lakini sisi pia ni wachezaji ambao tunahitaji matokeo kwenye mechi hii, kwa sababu ukizingatia mechi ambayo iliyopita dhidi ya JKT tumepoteza, na tuwezi tukapinga tena tupoteze mechi 2-3 mfululizo, na sio vizuri kwetu. Swali kwa mchezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Derek, tumecheza michezo na hiyo ya kikosi kadhaa ambapo tumecheza kwa KMC. Una experience ya kutosha kucheza na Simba, una experience ya kutosha kucheza na Yanga, una experience ya kutosha kucheza na timu yoyote inayoshiriki KMC. Experience yako unawaambia nini wale ambao kwenye kikosi kuelekea mchezo wa kesho? Yaani kweli nimeshawahi kucheza na timu kama hizo. Yanga, Simba ni timu, na ndio tunachokuwa tunakiongea hata mazoezini na wenzetu, kwa sababu unapocheza na timu kama hizo ni timu ambazo zina wachezaji ambao wana quality nyingi sana, za wachezaji wazuri. Lakini tunapokuwa uwanjani tunacheza 11 sisi wote, wao wako 11, sisi pia tuko 11. So hapo ni kwa makini, kwa sababu wao ni watu ambao wanaweza kupata nafasi 1, 2, 3 wakaitumia. Sasa mabeki kama tunavyokuwa tunakiongea kila siku, tuwe umakini sana kuanza mwanzo wa mchezo hadi mwisho, kwa sababu ni watu ambao sio watu wa kuachia nafasi. Na sisi tukipata nafasi zetu inabidi tuitumie, hata iwe moja inabidi tuitumie ili kupata matokeo mazuri. Swali kwa mchezaji, karibu. Mimi nawaza wao kila siku wao wanatusapoti, na hawezi wakaacha kutusapoti kwa sababu wanakuta tunacheza na Yanga. Hapana. Na waza wanatuamini vizuri na wanaona mabadiliko kabisa ambayo ipo na muda kama na huko kwenye timu yetu, kwenye kikosi chetu cha Fountain Gate. So nawaahidi kuwa tutapambana uwanjani kesho ili tuwafurahishe wao mashabiki wetu.
So support yao ni nzuri sana kwetu na itakwenda kutusaidia na kutumotivate. Shukrani sana Derrick. Natakia kila laheri Mwalimu Laizer. Wish you all the best kwa mchezo wa kesho dhidi ya. Asante sana. Asante sana. Naam. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.